Rigathi Gachagua amepatwa na pigo kubwa katika chama chake cha DCP baada ya aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kutoroka na pesa zilizokusudiwa kufanya activation katika ground haswa katika eneo la Malava. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Jaribio la kuzindua hadharani chama kipya cha Democratic Citizens Party ama ukipenda DCP katika eneo la Malava lilikumbwa na vurugu na upinzani mkubwa kutoka kwa wenyeji, likiacha hofu na sintofahamu miongoni mwa waandalizi. Chama hicho kinachokuhusishwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kilitarajiwa kufanya mkutano wa karibu nyumbani katika ngome ya Kenya Kwanza, lakini mipango ilivurugika baada ya umati kugeuka dhidi ya waandalizi wakishinikiza walipwe ahadi zao. Aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, ambaye alikuwa mstari wa mbele kuratibu tukio hilo kwa kushirikiana na seneta wa Meru John Methu Muhia, alilazimika kutoweka ghafla baada ya umati wa vijana waliokuwa wameajiriwa kwa ajili ya kukaribisha chama hicho cha DCP kuanza kumtafuta kwa hasira wakidai malipo yao. Wengi walimfuatilia hadi katika mazishi eneo la Chemche wakishinikiza kulipwa fidia ya 1,000 kila mmoja walioahidiwa kabla ya mkutano. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi, Malala aliagiza viongozi wa kijamii kutoka wadi zote 7 za eneo hilo kuandikisha majina ya watu 40 kutoka kila wadi kwa lengo la kujaza mkutano na kuonesha picha ya uungwaji mkono kwa chama mpya. Hata hivyo, baada ya shughuli kuisha, hakuna aliyelipwa, hali iliyowafanya wahusika kuwapa kutomruhusu Malala kurejea katika eneo hilo hadi walipwe kikamilifu. Wachambuzi wa siasa wanatafsiri tukio hilo kama pigo kwa juhudi za DCP kupenya maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Kenya Kwanza. Katika hali hiyo, uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika kabla ya mwisho wa mwaka unaonekana kuwa mwepesi kwa muungano wa serikali kutokana na mshikamano wa kisiasa unaoonekana katika eneo hilo. Siku moja kabla ya vurugu hizo, Faruk Kibet, mshauri wa karibu wa Rais William Ruto, aliongoza hafla ya kuchangisha fedha katika wadi ya South Kabras, ambapo zaidi ya milioni 8 zilichangwa kwa ajili ya vikundi vya maendeleo ya jamii. Hii ilikuwa ni sehemu ya msururu wa ziara zake katika kaunti ya Kakamega, akilenga kuimarisha uungwaji mkono kwa serikali. Katika miezi ya hivi karibuni, juhudi za Kibet zimekuwa dhahiri, zikiwemo misaada ya basi kwa shule ya upili ya Lugusi, msaada wa kifedha kwa shule za Samitsi Boys na Girls, pamoja na mchango wa Kimang'eti Girls. Mpango wake ni kuzuru wadi zote 7, ambapo tarehe 29 Juni imetajwa kuwa muhimu kwa mkutano mkubwa wa Chegulo ama ukipenda Butali utakaoandaliwa katika eneo la Masaka na kuandaliwa na MCA Kevin Mahelo wa chama cha UDA. Mwelekeo unaashiria kampeni thabiti ya kuimarisha ushawishi wa serikali katika maeneo ya mashinani, huku wapinzani wakikumbwa na msukosuko ya kindani na ukosoaji wa mara kwa mara kuhusu mikakati yao. Hali imeongeza matumaini miongoni mwa viongozi wa Kenya Kwanza kwa ushindi katika uchaguzi mdogo ujao, iwapo ndani ya uwezo wao. Tofauti na hali ya sintofahamu inayokumba DCP kufuatia mkutano huo wa Malava.